na maandiko yameweka kumbukumbu za watu zaidi ya wako 6 wanawake waliokuwa tasa, waliozaa kwa namna ya miujiza. Mungu alikuwa anaandaa akili za watu kufika kwenye uwezekano wa neno hili kutimia, ya kwamba bikira atachukua mimba bila nguvu ya mwanamume. Wako zaidi ya wanawake 6, lakini yuko mwanamke mmoja ambaye tutakuwa tunamwangalia leo kama rejea, tukiwa tunamuunganisha pamoja na maisha ya Bikira Maria. Huyu anaitwa Sara. Alizaa mtoto kwa namna ya ajabu. Kwanza, wakati wa ujana alikuwa tasa, labda mirija ilikuwa imeziba, labda tumbo lake la uzazi lilikuwa na shida. Kwa hiyo pamoja na kwamba mume wake alikuwa mzuri tu kwenye eneo hilo, kwa sababu aliweza kumpa mimba Hajiri, Sara hakuweza kuzaa. Na Mungu akaweka ikapita mpaka ikafika miaka 99, ndipo mwanamke huyu akatunga mimba. Wakati huo alikuwa ameshakata tamaa, hawezi tena kuzaa, kwa sababu kila mwanamke anapoona damu inaonyesha ya kwamba siku 14 nyuma, kama mambo yangeenda inavyotakiwa, angetunga mimba. Maana ile damu inavyotoka ni uharibifu wa kitu kinachoitwa mji wa mimba. Tumbo la mwanamke lilikuwa limejiandaa kupokea mbegu na kuikuza mpaka awe mtoto, lakini basi haikuwezekana. Basi ndio maana kunatokea hiyo. Sasa ilifika wakati hakuwa na huo uwezo tena. Maana yake uwezo wa kuwa na mtoto ulishaondoka. Uwezo wa kuwa na mtoto ulishaondoka. Lakini hata hivyo, Mungu alivyowatokea, Mungu alivyomjilia Sara na Mungu alivyomjilia Ibrahimu mume wake, neno la Mungu linasema Sara akatunga mimba, akazaa mtoto mwanamume, akamwita jina lake Isaka. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa mwanamke anaitwa Elizabeth. Huyu naye alikuwa amezeeka. Umefika wakati ambao haiwezekani kwa mwanamke kwa namna yoyote kwamba atakuwa na mtoto. Kumbuka ni kipindi ambacho sayansi ilikuwa haijapanda kama tunavyoona leo. Elizabeth alishazoea tu kwamba mimi sitakuwa na mtoto tena, lakini Mungu akawatokea kiajabu, Elizabeth akapata mtoto. Haya mambo yote yalikuwa yanaitambulisha dunia uwezekano wa Mungu kutenda lolote. Hata andiko hapa limesema, kwa maana hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu.